تعالى ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال جل شأنه في كتابه العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. baada ya kumshukuru Allah jalla fi ula kwa kutupa afya njema na uzima na kukutwa na Shaabani wiki ya pili tukiwa hai salama wa afya, lakini sisi ni sababu ya kuwaombea wenzetu ambao hawako salama, bimaana wanaumwa. Allah wape shifaan la yughadiru saqama, bimaana wameondoka. Allah awarahamu rahmatan wasi'a, na sisi tuliopo Allah aendelee kutupa neema hii ya uzima na uhai. Ndugu zangu, nitazungumzia malezi ya maisha. Malezi ya maisha. Haya maisha tunayoishi, kuna namna ya kuyaishi na maelekezo yametolewa namna ya kuishi maisha haya. Midhali upo duniani, wewe uishi vipi? Maelekezo ni haya ambayo tumeelekezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Malezi ya maisha. Ipo hadithi fupi sana, maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya malezi ya maisha. Hadithi fupi lakini min jawami'il kalimi, imebeba mambo makubwa. Hadithi hiyo imebeba maisha yetu yote. Kama tutaielewa vizuri, baada ya kuielewa tukaishi nayo, tutafika salama tunapoelekea. Hatutoishia njiani, hapatokuwa na breakdown, tutafika salama. Hadithi fupi yenye maelekezo mazito ameitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi hiyo ndiyo inaeleza malezi ya maisha kwa hali yoyote utakayokuwa nayo. Ukiwa unaumwa,
ukiwa mzima, ukiwa safarini, ukiwa hujasafiri, ukiwa mwezi wa Shaaban, ukiwa mwezi wa Ramadhani, ukiwa nje ya miezi hii, kuna maisha na malezi umeelekezwa namna ya kuishi. Hadithi ambaye kaipokea Imamu Tirmidhi, na Imamu Tirmidhi akasema hadithun hasan, ni hadithi nzuri mno ya kuitumia, hadithi ambayo watoto wetu wadogo wakiwa madrasa hakuna asiyefundishwa hadithi hiyo. Hata wewe unaijua hiyo hadithi. Suala linakuja, tunaitumiaje hiyo hadithi kama malezi, kama mfumo wa malezi bora katika dini yetu ya Kiislamu? Abi Dharri, Jundub ibn Junada pamoja na Abi Abdurrahman Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhuma, hao wawili walikuwa masahaba, wamenukuu hii hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi inasema hivi: ittaqillaha haythuma kunta, hiyo ni first, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, second, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, third. Maelekezo haya matatu ni malezi bora kama tutaishi nayo. Ndugu zangu katika imani, tafsiri ya hadithi hii inasema hivi: mche Allah popote unapokwepo, mche Allah popote pale, mche Allah wakati wowote, mche Allah zama zozote na kwa hali yeyote. Hiyo ni tafsiri ya kwanza, tarjuma. Kwa kuwa binadamu ameumbwa ni mtu wa kukosea, anateleza, na yuko bwana mkubwa mmoja ambaye yuko amekaa kwenye kona kutuwinda, na sisi tumeambiwa namna ya kumescape yule bwana mkubwa ambaye ni shaitani rajim. Akikunasa kwenye mtego wake, Mtume akakupa maelekezo mazuri sana, akasema wa atbi'i sayyi'a, ukiteleza ukafanya jambo ovu, fuatiliza hilo ovu, fuatiliza hilo kosa kwa jema litakalofuta hilo kosa. Kullu bun adam khata, wa fi riwaya kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kila binadamu anafanya dhambi illa Abul Qasim, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam usima, amezuiwa na kuto kufanya maasi. Lakini sisi wengine tuliobaki hakuna maasum, utateleza tu, na ukiteleza umepewa mlango wa kutokea. Ukajua umeteleza, ukajua umekosea, ukajua umefanya dhambi, haraka fuatiliza jambo jema ili kulifuta lile baya. Jambo la tatu katika tafsiri ya hadithi, akasema ishi na watu kwa tabia iliyokuwa njema. Ishi na watu kwa tabia iliyokuwa njema. Hii ndio tafsiri ya hadithi. Ndugu zangu, hadithi hii ni miongoni mwa hadithi chache fupi yenye maana kubwa sana. Hadithi hii inazungumzia uhusiano wako na Mola wako. Hadithi hii inazungumza habari ya uhusiano wako na nafsi yako. Hadithi inazungumza habari ya uhusiano wako na watu wengine. Kwa vitu hivi vitatu wewe utafika salama unapoenda, utafika salama unapoenda. Ndugu zangu katika imani, ittaqillaha haythuma kunta, mche Allah popote ulipo. Tuko mwezi Shaaban,
tunaelekea mwezi wa Ramadhan. Nyuma yetu ulikuwepo mwezi wa Rajab. Sasa miezi hii imefuatana. Ulimcha Allah kipindi cha Rajab, ukaongeza spidi kipindi cha Shaaban. Sasa mbele yako iko Ramadhani. Funga mkanda, ufanye ukaribisho mzuri kwa mheshimiwa Ramadhani. Sasa uko airport, unasubiri mgeni, unasubiri mheshimiwa kuja kwako, na umefunga safari ya kwenda kwenye matar airport, unamsubiri. Kila likitangazwa ndege imeondoka inakuja, wewe unaangalia muda gani ndege itatua. Ndege ikitua, kadiri muda unavyosogea, roho moyo ndo unazidi kupwita kwamba mgeni wangu anayekuja sasa, ndege ndo abiria wanashuka. Na akishuka ukimuona, furaha unayoisikia, unavyojihisi, jinsi utakavyomkimbilia na kumkumbatia, unaweza ukatokwa machozi ya furaha. Anayekuja sio mgeni wa kibinadamu, anayekuja ni mgeni huyo ambaye ni Ramadhani. Kanuni inasema tusimche Allah kipindi cha Shaabani tu, tusimche Allah kipindi cha Ramadhani tu, tusimche Allah kwa kuchagua nafasi ulionayo. Hapana, ittaqillah haithuma kunta, mche Allah popote utakapo kwepo, zama zozote, na usichague kwamba hii ni Shaabani sasa nizidishe sana. Muda wote, wakati wote, fanya ibada kaannaka tamutu yawman, kaannaka tamutu al-yawm, kama vile utaondoka leo. Ndugu zangu, ittaqillaha haithuma kunt, mche Allah popote pale, muda wote, wakati wote, zama zozote. Na takwa maana yake nini? Ni kutekeleza amri za Allah jalla jalalu na kuyaacha makatazo ya Allah jalla jalalu, ukiwa na hofu lakini ukiwa na matarajio unachokifanya utalipwa na Allah. Yani uoga wako sio kumwogopa simba, unamwogopa Allah kwa adhabu alizoziandaa kwa watu ambao si watiifu. Ndugu zangu, na hakuna maisha, huwezi ukafika kama hakuna vitu viwili. Kama hakuna vitu viwili, ili ufike salama unapokwenda, lazima uwe na vitu viwili. Hata traffic sign, alama za barabarani, zimewekwa kwa ajili ya wewe ufike salama unapokwenda, na alama hizo ni do au don't. Fanya, usifanye. Taqwa maana yake fanya, taqwa maana yake usifanye. Do or don't, bas. Sehemu ulipoambiwa do, imewaka traffic light ya kijani, anakwambia do, ondoka, pita. Usipopita utasababisha jam ambayo italeta madhara. Traffic light ambayo ikiwaka nyekundu anakwambia don't, usipite. Ukipita utaleta maafa. Hizo ni alama chache zilizobuniwa na binadamu ili ufike salama unapoenda. Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea alama nyingi alizokuambia do, na hapa akwambia don't. Takwa peke yake ni kufuata maamrisho ya Allah, anakwambia do. Swali, uonekane unaswali. Funga, uonekane unafunga. Don't, usile hichi, usile. Usitazame hichi, usitazame. Hiyo ni don't. Ukiishi kwa maisha hayo na kwa malezi hayo, utafika salama uendako. Ayuha nasu ibadallah, uchamungu haupimwi kwa macho ya watu. Uchamungu unapimwa kwa hali ya moyo. Allah anakuona faraghani na hadharani.
Kwa hiyo ishi kwa tahadhari, ishi kwenye mfumo huu ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza. Ndugu zangu katika imani, kipengele hichi itaqillaha haithuma kunta, mche Allah popote pale. Ukiwa nyumbani mche Allah, ukiwa safarini mche Allah, ukiwa kazini mche Allah. Msikitini ndio haswa tunamcha Allah, lakini ile haithuma kunta sio msikitini tu. Ukiwa kwenye biashara zako ittaqillah, ikiwa kwenye kilimo ittaqillah, ukiwa kwenye familia yako ittaqillah. Hivi ndivyo tunavyoelekezwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uchamungu usibaki msikitini tu, tunakufuatilia mpaka nyumbani. Unaishi vipi na mke wako? Ittaqillah, mche Allah kwa mkewe. Ittaqillah, mche Allah kwa mumeo, mche Allah kwa watoto wako. Taqwa inatembea kote. Usimche Allah msikitini tu, usimche Allah Ramadhani tu, usimche Allah Shaabani tu, bali mfumo tunaambiwa umche Allah popote pale. Alam ya'lam bi anna Allah yara, hivi hajui binadamu kwamba Allah anamuona, kwamba Allah anaona? Alam ya'lam bi anna Allah yara, hivi amejitoa ufahamu kwamba binadamu anadhani Allah haoni? Nasema al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Muabudu Allah azifu kama anakuona, na kama humuoni yeye anakuona. Muabudu Allah kama unamuona, na kama humuoni yeye anakuona. Na hiyo ndio nguzo ya ihsan, nguzo muhimu sana. Kiishi katika mfumo huo, ayuha nasu ahibati fillah, tutafika salama. Ndugu zangu katika imani, kama kuna watu wanaishi kwenye faragha yako ni muhimu sana. Lakini endapo unakuwa kwenye faragha, umeiwasha simu yako, umefungua data, umeweka MB, weka GB ya mwezi mzima, angalia sana unapokuwa faragha unatazama nini. Angalia sana unapokuwa faragha unasikiliza nini kwenye simu yako. Angalia unapokuwa faragha unashare nini, unasambaza ujumbe gani. Hayo yote inabidi kuyazingatia. Tunaingia katika mfumo ittaqillaha haithuma kunta. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Baada ya ittaqillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuishia hapo, akatoa instruction kwa binadamu, lakini kwa yule atakayetaka kuishi kwa alama hizo ili afike salama. Akasema wa atbi'i as-sayyi'a al-hasanatu tamhuha. Ndugu yangu, usikate tamaa kwa mabaya ulomfanyia Allah. Usikate tamaa kwa dhambi ulizomfanyia Allah. Milango ya toba iko wazi, milango ya istighfari iko wazi, milango ya dhikri iko wazi, milango ya sala iko wazi. Na hiyo milango yote niliyoitaja imeachwa wazi litaibina wal mustaghfirin, kwa wale wanaotaka kurejea kwa Allah milango iko wazi. Kwa wale wanaotaka kutamka istighfari ziko wazi. Qul ya ibadi la taqnatu, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a.
Don't worry, Allah amekuacha huko ni mzima na milango ya toba iko wazi. Don't worry, usiogope wala sikutishe mtu yoyote kwamba mimi nimezini sana, kwa hiyo basi tena too late, Allah hawezi kunisamehe. Asikudanganye mtu. Lolote ulilofanya ambalo ni baya lilimchukiza Allah, midhali bado unapumua, bado una uhai, la taqnat min rahmatillah. Aya Abdallah, la taqnat min rahmatillah. Kuna watu hawaji msikitini wanasema madhambi nilionayo hata msikiti unaweza ukaanguka. La taqnat min rahmatillah. Dhambi ipi ulioifanya? Sasa mfumo ni huu lilaqil. Ulifanya kosa, tubu ila Allah, inafutwa. Ulifanya kosa, istaghfirillah, linafutwa. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika suratul Furqan, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ndio maneno ya Allah, maneno ya matumaini kabisa. Acha kukatishwa tamaa na watu. Allah anasema kuna watu walimwabudia asiyekuwa Allah, kuna watu walizini sana, kuna watu walikula vya haramu, kuna watu wamefanya maasi mpaka akiyakusanya ardhi inatikisika. Allah anasema watakaokufa katika hali hiyo wataongezewa adhabu kali, illa man taba, isipokuwa alistithna. Hii alistithna mufarragh, isipokuwa wafuatao, wale watakaotubia wakamwamini Allah wakafanya matendo mema, Allah atawasamehe na atabadilisha yale mabaya yao kuwa thawabu. Mwisho anaambia ingie peponi. Famadha turidun, famadha turidun. Turudi haraka kwa kufanya mema ili tuyafute yale mabaya tuliyoyafanya. Ujumbe hapa ni kwamba binadamu hakosi kukosea. Kwa hiyo muumini habaki kwenye kosa. Muumini anachomoka haraka kwenye kosa alilofanya. Wale wanaocheza football, umepokea pasi kutoka kwa mwenzako na wewe inatakiwa ile pasi uipeleke kwa mwenzako ili muende kuwin kule. Angalia yule mchezaji anapopoteza ile pasi akampasia adui yake, jinsi anavyo sacrifice kuweza kwenda kuunyang'anya ule mpira ili aupokonye ili waendelee. Yani akikosea habaki kuweka mikono nyuma kwa kusema shakosea bwana, mpira kauchukua adui. Anakwenda kule alipokosea, anapambana kwa jasho na damu, ikiwezekana hata apewe kadi nyekundu ili aupate ule mpira, mechi iendelee. Hivyo hivyo anayekosea haraka upambane kulifuta lile kosa, kama mchezaji anavyokosea kutoa pasi kwa adui yake, anavyopambana kuunyang'anya ule mpira. Ndugu zangu katika imani, mifano iko mingi sana. Mwisho Mtume akasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na uishi na watu kwa tabia njema. Maisha ni watu. Hapo ulipofika ni kwa sababu ya watu. Ishi nao vizuri. Pale hospitali kuna watu wengine ndio walikupokea wewe. Hawa watu huwajui, Allah amewahifadhi. Kuna watu walikupa jina lako hilo zuri, Abdurrahman, Abdullah, Abdu, hilo jina hukujipa mwenyewe. Kuna watu walikaa wakasema tumepata baby boy, tumuite nani? Watu wengine ndio hilo jina wewe ukiitwa unaitika. Watu wengine.
Ishi na watu kwa tabia njema. Hawa watu ndio waliokufikisha wewe hapo ulipo. Ikiwa ni maendeleo makubwa unayo, yamefikishwa na watu wenzako. Hebu niambie, wewe una magari yako 10. Utayaendeshaje wewe mwenyewe? Inabidi uajiri watu wa kuendeshe. Madereva hao. Hawa madereva wanalala porini, wanakula visivyoeleweka ili wewe uendelee kupata. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ishi na watu kwa tabia njema. Wewe ni daktari, lazima uwepo watu wengine waumwe ndio ukawatibu wa watu, na wewe ndio unasema daktari bingwa. Daktari bingwa lazima kuwe kuna watu wa kuwatibu. Kama hakuna watu, ubingwa wako haupo. Wewe ni mwalimu. Mwalimu lazima wawepo wanafunzi. Ili uwe mwalimu bora, lazima wanafunzi wawepo. Wanafunzi wana wazazi wao. Ishi na watu vizuri. Mshahara unaopata mkubwa ni kwa sababu watu wengine wapo unawafanyia. Nenda magereza pale, afande, unapanda cheo ni kwa sababu wafungwa wapo. Gereza likiwa halina wafungwa, wewe una cheo. Ishi na watu vizuri. Watu ndio sababu ya riziki yako pia. Usidharau watu. Tena watu sio Waislamu. Mtume anasema wa khaliqin nasa, ishi na watu. Awe ni Muislamu asiwe Muislamu, ishi naye vizuri. Uwe na staili ya kuishi mpaka na vibaka wa mtaani uishi nao vizuri, mpaka majambazi uishi nao vizuri. Kwa maisha yako mazuri, wao watabadilika, sio kuwakimbia wala kuwatukana na kuwabashiria moto. Ukikuta maskani ya walevi, ishi nao kilevilevi. Oya, vipi wazee, naona mnapiga moshi hapa. Nenda kwa staili hiyo. Ukienda unajua mtaenda motoni nyinyi, tena khalidina fiha. Wataanza na wewe, unararuliwa, wanakamilisha wa 100. Ndugu zangu katika imani, akhiran, mwisho kabisa, kuishi na watu ni somo kubwa sana. Khuluqun hasan, tabia njema. Tabia njema ni nini? Tabia njema sio pipa unajitwisha kichwani. Tabia njema sio ndoo za mchanga na kokoto ulizozibeba. Tabia njema ni maneno mazuri. Tabia njema ni subira. Unapopata na matatizo unavumilia vipi? Tabia njema ni kusamehe pale unapokosewa au pale unapokosea, wasamehe wenzako. Hiyo ndio tabia njema. Tabia njema lazima uwe na heshima na unyenyekevu kwa wenzako. Una heshima, una unyenyekevu, maana yake watu wote unawadharau. Ukiwadharau watu, hautofika kwenye success. Tunategemea heshimiane. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. التف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم أبدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهليهم، وارزقهم الجنة الفردوس الأعلى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كل من أراد بنا
وبالإسلام سوءا فاشغله في نفسي ودمر كيده برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.